Sasa nitakuwa na kupitisha katika vipengele vifuatavyo kwa haraka sana. Yaliyomo katika mafundisho tutakayoyaangalia leo. Jambo la kwanza kabisa tutaangalia nini maana ya kuwaleta watu kwa Yesu. Lakini jambo la pili itakuwa linasema kwa nini tuwalete watu kwa Yesu. Na jambo la tatu, mitume walifanya nini walipokuwa wanatekeleza agizo hili. Jambo la nne nitakaosema na wewe, tutaziangalia changamoto za kuwaleta watu kwa Yesu. Na baada ya hapo tutaangalia faida za kuwaleta watu kwa Yesu. Na sita, tutakuwa tunaangalia namna sasa ya kuwaleta watu kwa Yesu. Na mwisho itakuwa ni hitimisho ama kufanya wind up ya yale ambayo tumeanza nayo. Sema amina. Amen. Sasa naomba unisaidie kitu kimoja. Mpe jirani yako mkono, umwambie jina lako tu. Unanielewa ninachosema? Nafikiri sijaeleweka. Naomba umwambie jirani yako jina lako. Sijasema mwambie Bwana ati. Mwambie jina lako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Kama nilivyosema awali, tutakuwa tunajaribu kuangalia mambo haya, lakini kabla hatujaendelea zaidi, mtu mmoja afungue kitabu cha Luka sura ile ya 24 na ule mstari wa 47. Kitabu cha Luka mlango ule wa 24 na aya ya 47. Mtu mmoja asoma katika hilo eneo. Kumbuka somo letu linasema jinsi ya kuwaleta watu kwa nani, usije ukasahau. Nani amefika? Nitasoma. Luka sura 24 mstari wa 7. Anasema mstari wa 47. Mstari wa 24 mstari wa 47. Nitasoma. Anasema, na kwamba mataifa yote watahubiriwa, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao wapi? Juu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ni andiko la msingi ambalo tumeanza nalo sasa, ya kwamba Yesu anasema, anawaambia wanafunzi wake kwamba ni lazima mataifa yote yahubiriwe habari njema za ufalme wa nani? Wa Mungu. Sasa kama nilivyosema, tutakuwa tunaangalia mambo kadhaa. Naomba nijikite kwenye jambo la kwanza kwa sababu muda wetu sio rafiki. Na jambo la kwanza linasema nini maana ya kuwaleta watu kwa Yesu? Kuwaleta watu kwa Yesu ni kuwasababisha waamue kufanya maamuzi magumu ya kubadili mfumo wao wa maisha na kuchukua au kuamini mfumo mwingine. Kumleta mtu kwa Yesu, tafsiri nyepesi, ni kumfanya huyo mtu afanye maamuzi magumu ya kubadili mfumo wa maisha yake na kuamini mfumo mwingine. Kwa maana ya nini? Mtu alikuwa anaishi kwenye mfumo unayemkubali kufanya kila jambo, kutenda dhambi za kila aina, na anahisi kwamba yuko vizuri. Sasa unapoenda kumwambia aache hizo njia, tafsiri yake unataka achukue maamuzi magumu ya kuachana na vitu alivyovipenda yeye, ili akubaliane na mfumo ambao yeye unaishi kwao. Mnanielewa ninachosema? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha yana mifumo mingi.
Kwa hivi unapomwambia mtu aache anayoyafanya, aache upande mwingine, maana yake unamhamisha kwenye mfumo aliyozoea kuishi kwao, ache aamini mfumo mwingine. Sasa mimi sina muda wa kusoma vitabu vingi, nitakuwa ninakutajia baadhi ya vitabu alafu unasoma kwa muda wako. Ukisoma ile Wakorintho wa pili sura ile ya 5 mstari wa 16, Biblia inasema hivi. Kumbuka tuko kwenye kipengele cha kwanza kinachosema nini maana ya kuwaleta watu kwa Yesu, na nikasema hivi: ni kumsababisha mtu afanye maamuzi magumu ya kubadili mfumo wa maisha yake na kuamini mfumo mwingine ambao wewe unamuelekeza, ambao akiingia kwenye system ama ule mfumo hawezi kuishi kama alivyokuwa akiishi katika mfumo wake wa kwanza. Na maandiko yanasema kabisa katika Wakorintho ile wa pili sura ile ya 5:16 kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo amekuwa nini? Kiumbe kipya. Tafsiri yake ni nini? Kwamba mtu anapoamini, anapokubaliana na kuacha mfumo aliokuwa akiishi kwao na kuamini kuja kwenye mfumo mwingine, tabia alizokuwa nazo katika maisha yale ya awali, hizo tabia haziwezi kuendelezwa katika maisha haya ya sasa. Lazima kuwa na mabadiliko, transfiguration, mabadiliko ya kina ambayo yatatokea. Na kwa hivyo unapomwambia mtu aache alikokuwa, unatengenezea mazingira ya kwamba mfumo wa maisha, tabia, mienendo alichokuwa anakifanya kibadilike immediately. Kwa hivyo tunaposema kuwaleta watu kwa Yesu, si jambo la lelemama, ni swala la kimfumo, kubadilisha mfumo wa maisha ya mtu, kwamba aliyoyazoea kuyafanya sasa asiyafanye, na afanye yale ambayo atakutana nayo kwenye mfumo ambao wewe ni sababu ya yeye kuingia katika mfumo huo. Muulize jirani yako, unamuelewa mwalimu? Unanielewa? Sasa sikiliza. Ukisoma, utasoma kwa muda wako Warumi ile 10. Warumi sura ya 10 na ule mstari wa 13. Anasema mtu akimkiri Yesu na kuamini atafanya nini? Atafanya nini? Ataokoka. Tunaposema ataokoka, maana yake anatoka kwenye eneo ambalo sisi tulioko kwenye mfumo huu tunaamini kwamba si eneo salama. Kwa maneno ya mtaani ama ya mjini zaidi tunasema mtu huyu alikuwa kwenye danger zone. Sasa tunajaribu kumwambia kwamba uliko sio salama. Cha kufanya, badili mfumo wa maisha yako, uje huku tuliko kwenye comfort zone, ili maisha haya mahali tulipo sisi ni salama. Mfumo wa maisha ambao sisi tunaishi kwao unatulipa, ni mfumo ambao ni rafiki. Kwa hivyo toka huko, mtu anapoamini yale maneno yetu anapata wokovu. Na yale maneno yamejikita kwa kumwambia kwamba Yesu tunayemtumikia ni mzuri, Yesu anaokoa, Yesu ni pendo, Yesu ni furaha, Yesu anawajali watu wake. Kwa hiyo achana na mfumo huo wa kishetani, kwa sababu unampeleka mtu mahali ambapo sio pazuri. Narudia, nini maana? Nimesema nini maana ya kumleta mtu kwa Kristo? Nini maana ya kumleta mtu kwa Yesu? Si nimesema mnanielewa? Mimi huwa naendaga hivyo hata darasani. Nini maana ya kumleta mtu kwa Yesu? Okay. Nini maana ya kumleta mtu kwa Yesu? Si nimesema tuko pamoja? Sasa kama huwezi kusema hiki kwa dakika hizi chache, una ujasiri gani wa kusema unanielewa? Sema amina. Amen. Wale watu ambao wanasema sema amina kubwa. Tunawaleta watu kwa Yesu
kuwaleta watu kwa Yesu ni kubadilisha mfumo wa maisha yao, kutoka kwenye kitu walichokuwa wanakiamini, kutoka kwenye danger zone, eneo hatarishi, kuwaleta kwenye comfort zone, eneo salama, eneo ambalo limebeba hatima ya maisha yao, eneo ambalo hawawezi kujutia, eneo ambalo watasema ningejua nisingeokoka, eneo ambalo watasema kwamba kama ningejua najutia maisha yangu ya miaka mingi ambayo nilikuwa duniani ninafanya uzinzi, nimepoteza hela nyingi kwa vitu ambavyo havina manufaa, lakini sasa hata kama nimetumia muda wote huo, sina sababu ya kuchelewa kuja kwa huyu mwanaume wa wanaume, kwa sababu ananipa, yeye ni mwokozi, yeye ni mtawala, yeye anatenda mambo mazuri, na kwake kuna furaha na amani tele. Kubadilisha huo mtazamo sio jambo jepesi. Nanielewa watu wa Mungu? So hiyo ndio sababu ya kawaida kabisa inayoeleweka ya kuwaleta watu kwa Yesu. Ama hii ndio maana ya kuwaleta watu kwa nini? Kwa Kristo. Ni mfumo. Na mimi huwa nalinganisha jambo hili kama mchumba. Mnaweza mkawa vijana wawili mmempenda binti. Kinachofanyika pale, kila mmoja anatangaza sera zake ambazo zitaleta mageuzi ya kimfumo wa namna mtu anavyoweza akaishi. Anayepelekewa zile sera ana maamuzi ya kukubali unachomwambia au kutokukubali unachomwambia. Kwa sababu muda sio rafiki, hebu tuame hapa. Sasa nilikuwa naonyesha tu nini maana ya kuwaleta watu kwa nani? Kwa Yesu. Unaposema ninaenda kumleta mtu kwa Yesu, maana unataka kumgeuza mfumo, unageuza mfumo wa maisha yake, utoke kwenye kutegemea mfumo fulani ambao ni asili au ni rafiki. Sasa kwa nini tunawaleta watu kwa Yesu? Hicho ni kipengele cha pili. Kwa nini tunawaleta watu kwa Yesu? Tunawaleta watu kwa Kristo au kwa Yesu kwa sababu ni agizo, Great Commission. Agizo kuu la Yesu. Soma haraka Mathayo ile 28, imezoeleka sana, lakini hebu soma kwa umuhimu wake leo. Kitabu cha Mathayo sura ya 28 ile aya ya 19 mpaka 20. Msomaji hebu soma hapo haraka. Mathayo 28 ule mstari wa 19 mpaka ule wa 20. Usisahau somo letu linasema jinsi ya kuwaleta watu kwa nani? Huwezi tu kuanzia hapo. Unasema leo tutajifunza jinsi ya kuleta watu kwa Yesu, na unaanza ya kwanza ushuhudiaji, ya pili nini na nini, ya tatu no. Lazima uambie watu nini maana ya kuwaleta. Mtu ajue maana yake nini, ajue kwa nini. Kwa lugha nyingine, kuna sababu gani ya yeye ajitaabisha akawalete hao watu. Sema amina kubwa. Amen. Msomaji. Kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa nini tunawaleta watu kwa Yesu? Au kwa nini tunawajibika kuwaleta watu kwa nani? Kwa Yesu. Ni kwa sababu ya kutimiza agizo kuu ambalo Yesu aliachia wanafunzi wake. Na si wanafunzi tu, hata hao watakaookolewa baada ya yeye kuwa yupo
agizo huwa halijadiliwi. Jamani, tunaelewana mpaka hapa? Agizo huwa halijadiliwi. Darasani niliambia wanafunzi hawa kina Enoch, kuna tofauti ya barua na waraka. Barua una haki ya kuikosoa au kuijadili, waraka haujadili. Sasa kuna ombi na kuna agizo. Agizo halijadiliwi, ni utekelezaji. Kwa hivi kutokuwaleta watu kwa Yesu si kwamba ni uzembe peke yake, ni kutokutii nini? Agizo. Kwa maneno mengine, kwa sababu umeshindwa kutii agizo, inageuka moja kwa moja kuwa dhambi. Yaani hili ni agizo sawa na lile ambalo Mungu alimpa Adamu asile tunda la nini? Hivi mnanielewa ninachosema? Na wataalamu wa Biblia wanasema hivi kwamba hili ndio agizo kuu kuliko maagizo yote unayoyafikiria. Narudia tena. Kwa nini tuwalete watu kwa Yesu? Tunawaleta watu kwa Yesu ili kutimiza matakwa au agizo lililoachiliwa na Bwana wa kanisa ambaye ni nani? Yesu. Ukisoma Yohana sura ile ya 17 tunaita ni ombi la kikuhani ama aya au mlango wa Yesu akitoa ripoti kwa baba yake. Wakati anaomba, anamwambia Bwana kwamba ninaomba uwalinde hawa. Anasema si hawa tu, na wale watakaookolewa baada ya mimi kutokuwepo hapa. Kutokuwepo duniani. Ndivyo Biblia yangu inasema. Mimi sijui ya kwako inasema nini. Maana yake nini? Kwamba alitarajia agizo aliloliachilia kwa wanafunzi hawatanyamaza, watalitekeleza. So kuhubiri injili sio swala la kihiari. Kushuhudia watu ama kuwaleta watu kwa Yesu sio swala la kuanza kubembelezana. No. Ni swala la kila mtu kuchukua hatua za kiutendaji. Kwenda mtaani na kuambia watu Yehova yupo mbinguni na Yesu anaokoa. Hakuna wokovu nje ya kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Waambieni watu maneno haya na muwalete kwa Yesu, kwa sababu kinyume na kuwaambia ama kuwaleta, tumevunja agizo. Na sheria ya kuvunja agizo inatupeleka moja kwa moja kutenda nini? Dhambi. Na kwa sababu ya kutenda dhambi inatuondolea legitimacy, uhalali wa kurithi uzima wa milele. Uko pamoja na mimi? Amen. Wangapi baada ya kujua wataondoka kwenda kuwaleta watu kwa Yesu? Yaani mpaka hapa wengine wanasema hatuko tayari kutii hilo. Au swali ya mkusikia anasema hivi. Mpaka hapo wangapi wako tayari kwenda kushuhudia kuwaleta watu kwa Yesu? Narudia tena. Kama kuna mtu alikuwa anadhani ni swala la kihiari ama kubembelezana, ondoka kwenye mindset hiyo. Ondoka kwenye mtazamo huo hasi. Kumbuka kwamba ni agizo, tena sio la watu, sio la kikundi cha watu. Ni la kila mtu aondoke akawaambia watu habari za ufalme wa nani? Wa Mungu. Okay. Ngoja niseme hivi. Mwanadamu alipoanguka katika bustani ya Eden, alitengenezewa uadui na Mungu. Pamoja na upendo wa Mungu aliokuwa nao kwa mwanadamu wa kutengeneza maagano. Baadhi ya wanatheolojia wanasema 7, wengine wanasema 6. Hawa wanaosema 7 wakiwa na maana ya kwamba maagano yako 8, na wale wanaosema 6 wanamaanisha maagano 7. Kwamba yako maagano kabla ya agano kuu lile la damu ya mwana kondoo kutokea. Yako maagano ambayo Mungu aliyainua akiweka na watu mbalimbali, lakini maagano yote haya shetani alifanikiwa kuweka virus na ya kuweza kufua damu. Lakini agano la damu ya mwana
kwa damu yake pale Kalvari. Kati ya yale maneno 7 aliyoyatamka msalabani, anasema mojawapo ni imekwisha. Unahisi anaposema imekwisha, nini kimekwisha? Kilichomalizika ni nini? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nikukumbushe, tunajifunza jinsi ya kuwaleta watu kwa nani. Nimetangaza vipengele. Tuko kwenye kipengele cha ngapi? Kinachosema nini? Nikasema kwa nini? Mbona mchungaji mjibu? Ama uko mlimani umeambiwa na Bwana usiseme chochote na kuwaleta kwa miagizo. Na nimesema asiyefanya hivyo ametenda nini? Dhambi. Jamani, sio jukumu la wainjilisti peke yao kanisani. Ni jukumu la kila aliyemkiri Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Anawajibika kuwaleta watu kwa Yesu. Sasa sikiliza. Unapokataa kwenda kuambia watu habari za Yesu, umekataa agizo. Lakini unasababisha maelfu ya watu yaende jehanamu baada ya wao kutokumuona mtu aliyekuja kuwapa habari za wokovu. Kwa hiyo Ukristo sio lele mama, au wokovu sio kukatu. Unapoitwa, unapopata wito ama unapopata neema ya watu wamekuambia na umeamua kukata shauri, uwe na uhakika kwamba iko kazi ambayo iko mbele yako. Haukuitwa kuja kukaa tu. No. Na kazi ya kwanza ambayo Bwana ameiachilia kwako ni kwenda ulimwenguni kuambia watu kwamba hakuna wokovu nje ya Yesu, na kila muaminie Yesu anao huo uzima. Tena Biblia inasema sio uzima peke yako, anao uzima tele. Yaani uliojaa mpaka kufanya nini? Okay. Katika lugha ya Kiunani niseme hili jambo. Wana neno wanaloliita eugenizo. Eugenizo, lenye maana ya kuleta habari njema. Sasa hii nitaizungumzia tutakapofika kwenye hatua ile ya namna sasa ya kuwaleta watu kwa nini? Kwa Yesu. Injili sio habari mbaya. Jamani, injili ni habari njema. Jamani, tunaelewana? Unapata ujasiri wapi wa kuwaficha watu wengine habari njema? Na moja ya mambo yanayonishangaza mimi ni kuona kwamba watu hawana hata ujasiri wa kuambia ndugu zao kwamba Yesu anaokoa. Wangapi wana ndugu ambao hawajamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao? Ndugu wa familia au wa kiukoo, upandishe vidole juu. Wewe mwenzetu, kwenye ukoo wenu hakuna hata yeyote, wote ni walokole wazuri sana. Nimesema hivi kwamba nani ambaye hana ndugu wa familia ama ukoo ambaye hajafanya nini? Hajaokoka. Wewe wote mnaokoka, wote na mashangazi. Hakuna watu wanapiga magwa. Sasa nikuulize tu swali jepesi. Karibu sote tumekiri kwamba tunao. Umewahi mara ngapi kuwashuhudia watu wa nyumbani mwako ama jamaa yako habari za Yesu? Alafu wakati nasema uinua, utuambie namna ulivyoshuhudia, kwa sababu habari zingine zinazopelekwa kwa hao ndugu sio habari njema, ni habari mbaya. Uwezi, kwa nimesema tutaongea vizuri baadaye pale. Uwezi kupeleka habari ya Yesu kwamba anaokoa alafu nawaambia watu, unajua mnavyofanyaga kwa ndugu zenu ambao hawajaokoka. Wewe kila siku nakwambia uende kanisani, wenzako wanaenda kanisani, wakosa wakupumzika. Hiyo habari ni habari njema? Na kuuliza wewe, hiyo habari ni njema? Ndugu yako anacheka, anasema kwani mimi nikifa mkiacha kunizika watakao ukiwa na harufu ni watu gani?
anasimama pale anaanza kuambia watu, jehanamu inawasubiri. Walevi wote wataangukia wapi? Jehanamu. Wambea jehanamu. Hiyo habari waambie kwa Yesu kuna uzima, achana kwanza na habari za kwenda kuzimu. Wengine hawajanielewa, wanasema hivi, injili ni habari nini? Njema. Ukianza kumtisha mtu mapema, anasema huyu jamaa mbona ana paniki? Ongea habari njema. Waambie shida ulizo nazo hizi ni kwa sababu hujampa Yesu nini? Yaani ukimpa Yesu maisha, kila kitu kinafanya nini? Kinawezekana. Unapomwambia mtu hivyo, unamuinfluence aje, kwa unamshawishi aje kwako, kwa sababu ana shida, na kwenye mfumo ule haujamsaidia kuondokana na nini? Na hiyo shida. Ndio unampa tangazo kwamba mwenzangu umechelewa, wai huku kwa huyu bwana, kwake kuna kila kitu. Acha kumtisha mapema. Inaitwa habari njema, sio ya vitisho. Inaitwa habari njema. Bwana mmeenda kimya, inaonyesha habari mliyopeleka ilikuwa mbaya sana, ilikuwa na harufu mbaya kwa ndugu zenu. Na Biblia inasema injili itaanza wapi? Injili inaanza wapi? Nyumbani kwenu. Huwezi kuwa jasiri unaenda kuambia watu wa Samaria wakati wa Yerusalemu hujawaambia. Na nitakwambia kwa nini huwezi kuambia wa Yerusalemu. Nitakwambia baadaye. Kwa hivyo tambua kwamba injili ni habari njema. Na kwa nini tunapaswa kuwaleta watu kwa Kristo? Kwa sababu ni agizo lililotolewa na nani? Na Kristo. Kwa nini nisogee kidogo? Lakini hata kabla sijaondoka hapo, naomba mtu mmoja asome Kolosai sura ya 2 mstari wa 14 kwa haraka sana. Jamani, tuko darasani, hatuko kwenye mahubiri. Muda ukifika mtu mmoja agoge ni maana sina. Wewe goga tu kwamba muda una. Kolosai sura ya 2 mstari wa 14. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake. Kwa hukumu zake. Iliyokuwa na uadui kwetu. Ataiondoa isiwepo tena. Akaigongomea msalabani. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Shika neno hilo. Akiisha kuifuta ile hati ya mashitaka. Sikiliza. Mungu alipomweka Adamu katika bustani ya Edeni, alimweka kisheria. Na shetani alipopata mamlaka ya kumtawala mwanadamu pia aliyapata kisheria. Kwa hivyo ili kumtoa mwanadamu kule aliko chini ya sheria, ililazimika damu ya mwana kondoo ifanye nini? Imwagike. Sasa baada ya Kristo kujitoa msalabani, akasema imekwisha. Hati iliyokuwa imesimama ya mashitaka saa hiyo, iliyokuwa inampa adui uhalali wa sisi tuwe chini ya himaya yake, ilifutwa saa hiyo. Kwa hiyo nikwambie, nyakati zilizopita mtu alipokuwa akitaka kukombolewa ama amechukua fedha ya mtu akashindwa kulipa, kwanza alipochukua tu iliandikwa hati. Ilipoandikwa hati iliwekwa kwenye malango ili hata mtu anapita asome kwamba Enoch anadaiwa shilingi 250,000. Muda ukifika Enoch ameshindwa kulipa deni,
akitokea mtu anayemlipia Enoke deni, ile hati iliyoandikwa kwenye mlango inaondolewa, inawekwa hati ya kuthibitisha kwamba Enoke sio mwaminifu. Kuna mtu mwingine aliyefanya nini? Aliyekuja kumlipia nini? Mwanadamu hakuwa na namna yoyote ya kujilipia deni. Kwa hivyo Yesu Kristo kukaa mpaka msalabani na kusulubiwa na damu yake kufanya nini? Kumwagika, alitoa tangazo la kulipa nini? Deni. Kama vile hati ilivyokuwa inawekwa malangoni, ndivyo alivyotangaza akiwekwa hadharani kwamba damu yangu imetosha, madai yaliyokuwepo yamekwisha, hati za mashtaka zikachanwa. Kwa hivyo tuko huru kupitia damu ya nani? Ya mwana kondoo. Tumepatanishwa na Mungu kupitia damu ya mwana kondoo. Tutembee vifua mbele kuambia watu kwamba Yesu anaokoa, kwa sababu sisi hatuko chini ya utumwa tena. Tumewekwa huru. Nenda na ujasiri huo. Mwambie mwanadamu kwamba acha kukaa kwenye kongwa la nini la shetani, toka. Hati ya mashtaka imefutwa. Sisi ni warithi pamoja na Kristo. Mwambie toka huko, njoo niliko, utaiona raha iliyopo, lakini usimtishe. Nimesema sio kazi rahisi mtu kuamua kuja unakomwambia haje, sio kazi rahisi. Sasa unapoanza kwa vitisho ndio haji kabisa, umempoteza mazima. Mtu wa Mungu, unanielewa ninachosema? Mnanielewa? Mnanielewa? Wewe unanielewa? Kidoro unakiona, unanielewa? Au sikia Kiswahili? Sema unanielewa? Okay. Jambo la tatu. Mitume walifanya nini walipokuwa wanatekeleza agizo hili? Hawa wenzetu walihubiri Injili. Walichokifanya mitume wao walitekeleza, waliingia kwenye utendaji moja kwa moja. Ingawa Yesu alituliza kielele chao, akawaambia katika Matendo ile sura ya kwanza ule mstari wa 8 anasema hivi, wakae Yerusalemu. Mstari ule wa 4 ukianza wa 4 pale, wakae Yerusalemu. Matendo sura ya kwanza ukianza mstari wa 4, ili waingoje ile nini? Ahadi. Na mstari wa 8 ndio unasema, lakini mtakuwa mashahidi wangu akiisha kuajilia juu yenu huyo Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Sasa nimesema katika sura ya 2 ya Matendo ndio tunaona sasa, baada ya nguvu ile kuajilia, Petro anasimama hadharani mbele za watu wengi. Just imagine, Petro huyu aliyemkana Yesu alipata wapi ujasiri wa kutoka hadharani akatoa hotuba ya dakika zisizozidi 4, na watu 3,000 wakamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao? Piga makofi kwa Yesu. Unadhani ilikuwa jambo la kawaida? No, halikuwa jambo la kawaida. Ni kwa sababu kuna kitu ambacho kilikuwa kimeingia kwa mitume. Na hii ndio iliyokuwa maana ya Yesu kuambia, no, msiondoke haraka hivyo. Subirini mpokee nguvu, na mkipokea nguvu ndio mtoke hadharani, kwa sababu hakuna cha kuwazuia na hakuna atakaye sababisha ninyi muwe waoga. Hamtakuwa na hofu yoyote, mtakuwa na nguvu, na ile nguvu ikikaa kwenu mtawaambia watu, na mkiwaambia watu hawatasita kuja. Kwa hivyo Injili ya mitume, utekelezaji wa mitume, agizo la Yesu uliambatana na ishara, miujiza, tetemeko na maajabu ya kupindukia. Sema amina. Injili ya leo inakuwa ngumu sana kwa sabaenda sisi kama sisi.
Ndio maana mara nyingi haileti matokeo. Narudia, niko kwenye kipengele cha mitume walifanya nini. Nikasema mitume walitekeleza agizo la Yesu, lakini moja ya mafanikio yaliyosababisha mavuno yatokee mengi ni kwa sababu hawakwenda wao kama wao. Injili yao ilitembea na tetemeko, injili yao ilitembea na miujiza, injili yao ilitembea na ishara na nini na maajabu. Siku ya kwanza watu 1000 ngapi? Baada ya siku 2 watu 1000 ngapi? 5000 jumlisha 3000 ni waumini wangapi? Moto hii mpaka hesabu za mwaka jana inatangaza ina waumini 17,000, imeanza 61. Wale waliosoma hesabu wapige mahesabu yao. Kuanzia 61 kanisa limeanza mpaka leo lina waumini 16,17. Mitume umesheni wao wa siku ngapi? 2. Una waumini wangapi? Kwa maana hiyo utume wao wa wiki nzima utakuwa na waumini wangapi? Wengine hawajasikia. Lakini kwa nini sisi tumeferi na wale wenzetu walifanikiwa? Jambo ni moja, ingawa mengine tutayaona baadaye. Jambo ni moja, mitume walitembea na nguvu ya uamsho. Sikiliza, Yesu anasema kizazi hiki akiwezi kuamini pasipo nini? Pasipo ishara. Wao wanapeleka maneno matupu tiro. Kila siku mkutano pale, sisi tunafanya kila siku. Lakini walevi wanaongezeka tena, wanatukanana. Yaani matusi yaliyotolewa leo kesho yanakuwa mara 3 ya yale ya jana. Mimi sisemi amhubiri, mnafanya kazi kubwa sana na hata Yesu anaona. Lakini tumepungukiwa kitu kimoja, ile nguvu haipo. So kilicholeta mafanikio kwa mitume ni kwa sababu huduma yao ilitembea na miujiza, ishara na nini? Na maajabu. Uinjilisti huu wa kapela hauwezi kutufikisha tunakotakiwa tufike. Na napenda nikuambie, kama huduma ile ya mitume ingekuwa inaendelea hata hivi leo, uwe na uhakika, nataka kukuambia hata hivi virago mnavyoona vya pombe visingekuwepo mpaka leo. Nchi hizi zingine nazoziona sijui dini za hazingekuwepo. Unasema najuaje? Ninajua kwa sababu moja, kwamba hata hao wanaoziongoza hizo dini wana matatizo yao. Sasa sikiliza, yaani mtu unafika mahali mtu ana miaka 2 hawezi kuinuka, alafu unafika unamwambia kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, inuka na uanze safari. Hata watu wakimwambia achana nao atakubaliana nao? Atakubali? Nakumbuka maneno yule mwanamke, alikuwa mwanaume. Wakati ameponywa na Yesu, wale wakuu wa makuhani wanamwambia, "Huyo mtu ni mbaya." Alijibu nini? Awe mbaya, mimi sifanye nini? Awe mfupi, kwa maneno mengine, mimi sifanye nini? Ninajua neno moja tu, kumbe nilikuwa mgonjwa, sasa ni mafanikio ya mitume kwenye huduma zao za kimisheni na uinjilisti yalichagizwa na miujiza, ishara na maajabu. Okay, niongelee jambo lingine hapa. Changamoto za kuwaleta watu kwa Yesu. Utasoma kwa muda wako Matendo ile 16 mstari wa 19 mpaka 27. Inayozungumzia habari za Paulo na Sila, na wengi wenu wamechemsha sana wanapohubiri hizi habari. Nilikuwa najaribu kuleta changamoto darasani nikiwaambia, mtu unasimama unamwambia watu Paulo na Sila walikuwa wamefungwa gerezani.
Ikaweje? Malaika akashuka akawafungua nini? Si ndio lugha hizo? Si ndio mahubiri? Mbona wengine hamsemi? Si ndio mahubiri wao mnahubiri? Wewe hujawahi kuhubiri. Wewe unahubiri walifanya nini? Wewe unahubiri walifanya nini? Kwani Biblia inasema walifunga walimsifu Mungu, milango ya gereza ikafungwa. Baada ya hapo alifunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tetemeko. Biblia inaniambia usiku ule wa manane, wakati wanasifu na kuomba, ndipo tetemeko lilipofanya nini? Kilichofungua malango ni tetemeko lililofanya nini? Lililotokea ndilo lilifungua malango na likafungua na nini? Na minyororo iliyokuwa Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu. Injili. Changamoto zilizoko kwenye ushuhudiaji ama kuwaleta watu kwa Yesu. Changamoto ya kwanza, lazima ujue kuna vifungo. Kuna kutukanwa. Kuna kudharauliwa. Kuna kubambikiziwa kesi ambazo si za nini? Za kweli. Kwa hivyo lazima ujue kwamba hautafanya hizi kazi kirahisi. Kutakuwa na changamoto ambazo lazima zizuke. Na nimesema ya kwanza ndio hiyo, kukataliwa. Unaweza kaenda mahali ambako hawakujui kabisa. Wenzetu ndio wametarada kwenye hayo maeneo yote. Unapohubiri injili usifikiri watakukubali ama watakupenda kirahisi. Uwe na uhakika vikundi vitaanzishwa vya kukabiliana na wewe. Lakini je, vinapoanzishwa hivi vikundi vya kukabiliana na wewe, uache huduma? Uache? Ndio kwanza moto unatakiwa ufanye nini? Upande. Kwa Yeremia anasema nini? Kwamba yeye alipokuwa akikutana na upinzani, upo wakati alihisi ama alitamani kuacha nini? Kutoa unabii. Lakini anasema wakati alipokuwa anaazimia hivyo, moto uliokuwa unawaka kutoka wapi? Ndani. Haukumsababisha anyamaze kimya, bali aliongeza kasi ya kufanya nini? Ya kutoa unabii. Na hata kwenye injili yako maeneo ukisoma, nadhani ni Matendo ile sura ya 21, 22, utatafuta kwa muda wako. Nabii mmoja anaitwa Agabo akaja mahali ambako Paulo alikuwepo, akauchukua mshipi wa nani? Wa Paulo, alafu akajifunga wapi? Akatoa na unabii kama hivi ambavyo mshipi huu nimeufunga kiunoni, ndivyo mwenye mshipi huu atakavyofanya nini? Kukamatwa na Wanafunzi wengine wakamwambia Paulo kwamba asifanye nini? Asiondoke anakotaka kwenda. Majibu ya Paulo yanasema, yaani msiniogopeshe wala kuniofisha mimi. Mimi niko tayari, sio kufungwa tu, hata kufa kwa ajili ya nini? Maneno haya yanakuandaa wewe ambaye baada ya semina hii utatoka mtaani kuwaambia watu habari za ufalme wa Mungu. Kwamba hata kama watu wakijaribu kunyamazisha, usinyamaze. Ndio kwanza wamefanya nini? Ule mzuka utakuwa unapanda. Ukipigwa kofi usiseme na vimunyu virasesho siendi tena. Mpe la pili. Mwambie niko tayari kupigwa kwa ajili ya Kristo, lakini sitaacha kutangaza habari njema za ufalme wake. Yaani ile wamesema usihubiri tena, wanashtuka jioni, spika iko juu. Yesu anaokoa. Yesu anaweza. Hakuna wokovu kwa mwingine nje ya Yesu.
Hicho ni kiwango cha hali ya juu cha kujua wajibu wako. Lakini tambua kwamba injili ina changamoto. Familia yako inaweza ikawa changamoto. Watakataa usifanye huduma kwa sababu mazingira uliyoacha nyumbani sio rafiki. Lakini je, usiende? Nenda. Bwana anayelisha hata ndege wa angani atafanya nini? Atailisha familia yako. Ukitaka kufanya uinjilisti wa kwenda kuwaleta watu kwa Yesu kwa kutamani kila mtu afurahie, huwezi kufanya uinjilisti. Jamani, mnanielewa ninachosema? Yako mazingira hata waliokuwa wanakusupport kukupa nini hela ya kwenda hawatatoa, wakitamani uache. Kwa nini? Kwa sababu wanajua maisha yako hatari. Lakini kwanza ndio mwendo unatakiwa uanzie hapo. Kwenda kushuhudia na kuwaleta watu kwa Yesu hakuhitaji mpaka upewe pesa nyingi uwe na wafadhili. No, hata ya mguu nenda. Hata ya baskeli nenda. Waswahili wanasema safari ni safari. Iwe ya mguu ni nini? Ni safari. Iwe ya bodaboda ni safari. Iwe ya baskeli ni kafanya kazi ya Mungu. Lakini ndio ujue mateso yataambatana pamoja na hiyo safari. Uzuri wa bahati, majaribu humuhimiza msafiri mwendo. Sema amina kubwa. Amen. Okay. Naomba nitoke kwenye hilo leo. Nilikuwa nakutazamisha tu kwamba tambua kuna changamoto. Wakati mwingine utakosa nauli. Wakati mwingine hata waliokuwa wanakusupport hawatakusupport. Utafungwa. Unaweza ukakataliwa. Yote hayo tambua yapo katika injili, lakini yasikurudishe nini? Nyuma. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Shangilia Yehova kwa makofi. Mwambie jirani yako maneno haya. Naomba mgeukie jirani yako. Fanya hivyo. Moja ya utii, unapoambiwa ufanye wewe fanye. Mwambie hivi. Hubiri injili. Mwambie tena, hubiri injili hata kama kuna changamoto. Cheka naye. Naomba ucheke naye basi. Okay, tukae.
Okay, hebu tuangalie faida za kuwaleta watu kwa Yesu. Kila jambo lina changamoto zake, lakini kila jambo lina faida zake. Faida za kuwaleta watu kwa Yesu. Faida ya kwanza ni Yesu kupata utukufu na furaha kuu. Yesu hujitwalia utukufu, na mbinguni huwa kuna furaha isiyoelezeka. Mtu mmoja asoma kitabu kile cha Luka sura ya 15 ule mstari wa 7. Kitabu cha Luka sura ya 15 ule mstari wa 7. Faida ya kwanza tunayoipata katika kuwaleta watu kwa Yesu, nimesema Yesu hujitwalia utukufu na furaha kuu. Mbona mnakawia kupata hayo maandiko? Nawaambia vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni. Ninawaambia hivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni Kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja. Kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Kuliko kwa wenye haki 99 ambao hawana haja ya kufanya nini? Ya kutubu. Kwa hivi unapomleta mtu kwa Yesu, kwanza mbingu, utukufu huwa ni wa Bwana. Kwa nini utukufu ni wa Bwana? Kwa sababu hakuna mtu ajaye kwake asipovutwa na yeye, sawa? Yaani hata kama unahubiri injili usifikiri yule mtu amekuja kwa sababu ya maneno yako. No. Kunakuwa na divine connection. Kunakuwa na muunganiko wa kimbingu ambao umehusika, umeingilia kati, umetengeneza mazingira mpaka yule jamaa kufanya maamuzi magumu ya kuamua kuacha mfumo aliokuwa nao wa maisha na kukubali mfumo wako. Kwa mantiki hiyo mbingu zinajitwalia utukufu, na si utukufu peke yake, sherehe inafanyika kule mbinguni. Ndio maana Yesu anasema mbinguni kuna furaha juu ya mtu mmoja aliyemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mtu mmoja aseme amina. Sasa angalia kitu, Biblia haisemi mbinguni kuna furaha kwa sababu mtu amepona magonjwa. Biblia haisemi mbinguni kuna furaha kwa sababu tumejenga jengo kubwa. No. Wala haisemi mbinguni kuna furaha kwa sababu watu wameoana. Na Biblia hiyo haisemi kwamba mbinguni kuna furaha kwa sababu mtu mmoja amekuwa askofu mkuu. Wala Biblia haisemi mbinguni kuna furaha kwa sababu mtu mmoja amekuwa na huduma inayotambulika ulimwenguni. Lakini Biblia inasema, mbinguni kuna furaha juu ya mtu mmoja aliyekuwa kwenye mfumo fulani kukubali kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hapo ndipo mbingu inaporipuka kwa kificho na nderemo. Sasa swali langu kwako, jamani, tuko kwenye faida za kuwaleta watu kwa nini? Faida ya kwanza nimesema nini? Nimesema Yesu hujitwalia nini? Utukufu, na mbingu hujaa furaha kuu. Swali langu kwako, kama mbingu zitakuwa na furaha juu ya huyo ambaye ameokolewa, je, yule ambaye amelitii neno, amelitii agizo, akaenda kumwambia huyo mtu habari za nini? Za ufalme wa Bwana, naye akaamini, mbingu zitakuwa na furaha juu ya mtu huyo ama zitakuwa na furaha naye? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, narudia tena, faida ya kwanza ni kwamba Bwana anajitwalia utukufu na mbingu hujaa furaha tele, na mtu huyo ambaye yeye ni sababu ya huyo aliyeokoka kuja kwa Yesu anayotaji. Nitaelezea baadaye hapa. Faida ya pili ni kupata ongezeko na kuondokana na hali ya utasa. Ni kupata ongezeko na kuondokana na hali ya nini? Ya utasa. Sasa
Nataka nitumie maneno magumu hapa ya kibiblia, sio yangu, ni ya Yesu. Nataka tusome hili andiko katika Yohana sura ile ya 15. Jamani, somo letu ni jinsi ya kuwaleta watu kwa nani? Haya tunayopita kwayo, tunaangalia mambo kadhaa ya kutufungua ufahamu wetu. Soma Injili kama ilivyoandikwa na Yohana sura ya 15. Anza mstari wa kwanza. Mpaka nitakaposema yatosha. Mimi ndimi mzabibu wa kweli. Mimi ndimi mzabibu wa kweli. Na Baba yangu ndiye mkulima. Na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa. Sikiliza, kila tawi lisilozaa ufanye nini? Na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Ninyi mmekwisha kuwa nini? Safi kwa sababu ya lile neno lililofanya nini? Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake. Lakini anapigilia msumari wa moto akisema kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake, lisivyokaa ndani. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake, lisipokaa ndani ya mzabibu. Lisipokaa ndani ya mzabibu. Kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Mimi ni mzabibu, ninyi ni nini? Akaaye ndani yangu nami ndani yake. Akaaye ndani yangu nami ndani yake. Huyo huzaa sana. Huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kufanya nini? Na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketee. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni yateketee. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Ombeni mtakalo lote nanyi mtafanya nini? Mtatendewa. Okay. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba niwalete kwenye mfano huu wa Yesu. Tumemsikia msomaji akisema kabisa ama akisoma hapo kwamba Yesu anajitaja yeye ni mzabibu na baba yake ndiye mkulima. Kwa nini Yesu hakusema mimi ni mchikichi? Vijana, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa nini Yesu hakusema yeye ni mchikichi? Kwa nini atumie mzabibu? Ni kwa sababu mzabibu ndio zao ambalo Waisraeli walipenda kulipanda. Ni zao ambalo kwa Waisraeli lilikuwa ni zao maarufu na walilipanda kwa ajili ya chakula, na si chakula tu. Walilipanda pia ili liongeze nini? Thamani ama uchumi wa nini? Wa nchi. Ndio maana katika uchumi wa Israeli zabibu nayo inachangia nini? Uchumi wa ukuaji wa uchumi wa nchi. Sasa Yesu akielewa kwamba hili ndio zao ambalo linapendwa na linapandwa kwa Waisraeli, anatumia mfano huu wa mzabibu akisema yeye ni mzabibu, zao lenyewe. Lakini aliyelima na kupanda huo mzabibu ni nani? Ni Mungu. Lakini anataja wale waliookolewa ni matawi. Jamani, tuko pamoja? Amen. Lakini katika hayo matawi sasa anasema matawi yaliyoko kwenye mzabibu ni ya aina ngapi? Yako yazaayo na yako yasiyofanya nini? Jambo la ajabu na la kushangaza, anasema kwamba yale matawi yanayozaa huwa yanaendelea kusafishwa. Anaposema kusafishwa, na maana ya kwamba kuelekezwa, kuendelea kushauriwa, kuendelea kufanyiwa nini? Kupewa mafunzo zaidi na zaidi, ili waendelee hawa kuonekana ni bora na watu wanaofaa. Anasema wale wasiozaa au matawi yasiyozaa, kazi ni moja tu: kuleta shoka, kukata
hapa na kudumbukiza wapi? Maneno haya yanaakisi kwamba kama mtu hawezi kumleta mtu mwingine kwa Kristo, analinganishwa na tawi lisilofanya nini? Sasa nikikurudisha kule, utaona maana ya kukuambia kwamba ukivunja agizo ni dhambi, na dhambi ikisha kwa mtu yeyote imemnyima uhalali wa kupata chochote kutoka kwa Mungu. Sasa faida ya pili tumesema kuzaa na kuondoa hali ya nini? Ya utasa. Makanisa yetu ni yale yale, hakuna ongezeko. Kanisa lina miaka 10 na miaka 20, likienda sana waumini 100. Unaweza ukaona hiyo namba ilivyo ndogo. Unajiuliza tatizo ni nini? Tatizo ni kwa sababu matawi mengi tulio nayo ni tasa, hayana uwezo wa kufanya nini? Waumini wengi, vijana tulio nao, na wanasema na vijana tulio nao wengi ni watasa, hawana uwezo wa kufanya nini? Wa kuzaa. Ila wanachoweza kuzaa ni habari za Simba na Yanga. Jana, Bwana Yesu asifiwe sana mjana. Okay, kwenye video endelee tu. Faida ya tatu ni kupata taji. Faida ya tatu ya kuwaleta watu kwa Yesu ni kupata nini? Taji. Soma kwa haraka Thesalonike wa kwanza sura ile ya pili mstari wa 19. Tuone nini kinafanyika. Nimekuambia mapema kwenye ile ya kwanza, kwenye faida ya kwanza, kwamba kama mbingu zinaweza zikawa na furaha juu ya mtu aliyeokolewa, je, ni kwa kiwango aliyetii agizo la Mungu na akaamua kulifanyia kazi ama kulifanya kwa vitendo na likaleta matokeo chanya? Thesalonike wa kwanza sura ile ya pili mstari wa 19. Biblia inasema nini? Tasoma kama jinsi ilivyoandikwa. Maana tumaini letu au furaha yetu. Maana tumaini letu au furaha yetu au taji ya kujionea fahari. Au taji ya kujionea nini? Fahari. Nini? Ni nini? Yes, si ninyi mbele za Bwana wetu Yesu. Je, si ninyi mbele za Bwana wetu Yesu Kristo Wakati wa kuja kwake. Wakati wa kuja kwake. Sema amina. Amen. Paulo anasema taji ya kujionea nini? Fahari ni ninyi ambao ni matunda ya kazi ya Injili iliyofanywa na watu gani? Na sisi. Katika Timotheo Paulo anasema wazi kwamba watu waliohubiri Injili na watu wakaja kwa Kristo watapokea taji ya nini? Kama mnaelewa. Jamani, kuna taji ngapi katika Biblia? Kuna taji ngapi? Waumini, kuna taji ngapi? Ninyi mfundishe watu wenu habari za taji. Mnalenga nini? Kila siku ni habari za utoaji. Toeni mbariki. Taji. Jamani, kuna taji 5. Katika zile taji 5, ingawa wengine wanaziweka ziwe 7, lakini ziko 5. Katika zile 5, mojawapo inaitwa taji ya haki, na nyingine taji ya furaha, nyingine inaitwa taji ya utukufu, nyingine inaitwa taji isiyofanya nini? Isiyoharibika, na nyingine inaitwa taji ya nini? Ya uzima. Sema amina kubwa. Amen. Sasa wachungaji wenu hao wanajua hizi taji, wataziangalia wawafundishe vizuri. Kama si taji ya furaha, ni taji ya haki. Kati ya hizo mbili kuna moja ambayo watu waliowaleta watu kwa Yesu watapokea, na Paulo anaisema kwenye Timotheo. Kwa hivyo kuna taji iliyoandaliwa kwa mtu yeyote aliyemleta mtu mwenye dhambi kwa Yesu. Ile furaha ambayo mbingu huwa iko nayo kwa ajili ya yule aliyeokolewa, pia itakuwa nayo pale
mimi nilienda Sanzare na niliwaleta watu 10 kwa Kristo. Ule mzani ukipima ile kazi na kuona kazi inafaa, taji italetwa kwa zegezege na kupewa kwamba hongera. Tulikuwa na furaha siku ile yule ndugu alipookoka. Maana hatukuamini kama angeokoka, lakini kwa sababu ulitii lile agizo, ndugu huyu aliokoka, tukafanya sherehe. Na leo ni ya kwako, tunakufika taji kwa sababu umedeserve kuipata hiyo taji. Acha mchezo. Watu wa mpira mnajua wachezaji wanavyoenyeka uwanjani. Sawa? Issue si kupokea. Nasema na vijana wanaojitambua. Tumekuja kuwakumbusha kwamba kuhubiri injili na kuwaleta watu kwa Yesu ni moja ya wajibu wenu. Acha kuwa lele mama. Acha kuwa mtu ambaye unafanya mambo yenye mtazamo wasi. Niliwaambia na hapa leo narudia kwamba falme zote mbili, ufalme wa Yesu na ufalme wa Shetani, wote unawategemea vijana. Kumbuka jambo hili, usije ukasahau hata siku moja. Yesu na Shetani, kila mmoja anategemea vijana. Kwa hiyo kwako kuna target ya kila ufalme. Ndio maana unaweza ukaona wanaochanganyikiwa sana huwa ni vijana. Yaani sio rahisi sana kuona wazee wakifanya vitu ambavyo vieleweki. Mara nyingi sana wazee wakichanganyikiwa sana ni uchawi, labda kupiga magwa kidogo, ule mambo kama haya. Lakini takataka zingine zote huwa ni kwa vijana. Ndio maana Shetani akipata mpenyo anautumia huo mpenyo kwa hali ya juu, anafunga fikra zako ili zisiamini nini. Kwani Biblia inasema ni Biblia inasema katika Wakorintho wa pili sura ile ya 4 ule mstari wa 3 anasema Mungu wa dunia hii amefunga fikra zao ili wasiamini injili. Kwa hivyo wale wenzao unaoona pale si maamuzi yao ya kawaida. Mungu wa dunia hii ambaye ni Shetani ndiye aliyefunga fikra zao. Kama kijana una wajibu wa kwenda mbele zake ukiwa na ujasiri wote kumwambia hivyo ulivyo sio bure. Yesu anaokoa. Yesu anaweza. Yesu anatosha. Maneno haya yataingia kama mkuki wa nini? Wa moto ndani yake, na atafanya maamuzi. Kijana, acha kutumiwa na Shetani. Muda huu ulionao tumiwa na Mungu, tumiwa na Yesu ili umzalie matunda, kwa sababu atakulipa. Hata kuacha hivyo ulivyo, atakulipa. Sikiliza. Katika Methali sura ile ya 12, mistari ya mwisho kabisa. Mstari wa ngapi? Anasema mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Kwa nini hajasema siku za utotoni ama za uzee? Umewahi kujiuliza kwa nini hakusema siku za utotoni ama za uzee? Kwa nini? Kwa sababu katika mfumo, katika system yoyote ya maisha, nguvu inapatikana wakati wa maisha ya ujana. Narudia tena. Katika system yoyote ya mtu yoyote kuishi katika dunia hii, eneo lake la nguvu ni anapofikisha umri wa yeye kuwa kijana. Na nimekwambia kila ufalme huo wa kimungu huo ni wa kishetani. Unahitaji watu walio na nini? Na nguvu. Ndio maana leo natangaza na ninakwambia leo kwamba kuhubiri injili kuna faida, kuwaleta watu kwa Yesu kuna faida. Ifanye kazi hii kwa nguvu zako zote, kwa sababu haitaenda patupu, ina malipo yake. Jamani, Paulo anasema ninyi ndio taji ya kujionea nini? Fahari. Na atalipo kwa ajili ya Wakorintho, atalipo kwa ajili ya Wagalatia waliookoka, atalipo kwa ajili ya Waefeso ambao yeye ni sababu ya wao kuokoka. Ninakupa shauku hii leo, toka hadharani bila woga, waambie watu Yesu anaokoa. Na ninakutangazia leo kwamba ukienda kwa ujasiri huu watakuja kanisani.
na wakija kanisani uwe na uhakika mbingu zitakuwa na furaha nao. Lakini kwako ukiwa unasubiriwa baada ya Yesu kuchukua kanisa uvikwe taji heshima. Kuna watu wanasema hata kama nikose taji bora nifike mbinguni tu. Sikiliza, pambania taji wewe. Wanafikiri sisi ndio tunapenda kukaa hivi, hatuna magari ya fahari, alafu tunaona wakuwa mikono na Prado sio na nini. Hiyo hali unafurahia? Situambiane ukweli, unafurahia wewe? Wewe unafurahia sana. Ndio wakati gani? Na mbinguni unaposikia watu watavikwa taji, ujue ranki ni tofauti hapo. Ukikosa utakuwa wa kawaida hivyo hivyo ulivyo. Wakati ukituona mabega yote yamejaa na nyota huko, ukutana nipite kwanza, utaniona wapi? Maana sio saizi yako wakati huu. Nalindwa na jeshi la malaika. Wewe uko kule. Acha uzembe, mtoto wa kiume, nenda kuhubiri injili ikawalete watu kwa Yesu. Taji hii na kuhusu wewe. Taji hii ya kwako ichangamkie. Acha utata, acha uzembe. Tumekuja kukutangazia leo kwamba kuna faida katika kuwaleta watu kwa Yesu. Na faida moja wapo, utavikwa taji. Okay. Nitoke hapo. Nisogee kwenye eneo la namna ya kuwaleta watu kwa Yesu. Jambo la kwanza na muhimu sana huwa ni maandalizi. Jambo la kwanza linalohitajika katika kufanya hili jambo ni maandalizi. Sasa maandalizi yanaweza yakawa ya njia nyingi. Maandalizi haya yanaweza yakawa ni ya maombi, kuomba. Sikiliza. Maombi ndio yanayotengeneza mazingira. Nimekwambia hivi, hakuna mtu anayekuja kwa Yesu asipovutwa na Baba. Usifikiri tu maneno yako yanatosha kumvuta mtu. Na ili hiyo divine connection, nguvu hiyo ya kiungu iende na wewe, itahitaji maombi. Lazima uombe. Tunaposema maandalizi ni maombi, lakini kuwa na neno la Mungu kweli kweli. Yako mazingira utakutana na watu ambao wanajua neno lakini hawalijui kwa usahihi. Kama hujajipanga na hujajiandaa kwenye hilo eneo, una uhakika utatoka knockout. Unasema mnaongea nini? Nenda usome Biblia yako kwenye Matendo 17:18 wakati Paulo amefika Areopago. Kwenye kile kilima kile, waliokuwa kule walikuwa ni wasomi. Wanaelewa Torati na sheria, wanaelewa maandiko ujue. Tena wameandika kwenye malango yao kwamba kumbuka walikuwa na miungu yao zaidi ya 7. Lakini hisia zao zinawaambia kuna Mungu mwingine ambaye hafanyi nini? Hajulikani. Lakini wanamjua wapi? Ama nani anawasaidia ili wamjue? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Namna ya kuwaleta watu kwa Yesu. Jambo la kwanza nasema ni maandalizi. Na hayo maandalizi, jambo la kwanza ni maombi. Lakini jambo la pili, lazima ujue neno kwa sababu yako mazingira. Utakutana na watu ambao ni wazuri kwenye eneo la neno ingawa walielewi vizuri. Kama hujajipanga vizuri watakutoa knockout. Nimekuwa nikiwaambia hapo, watu wanapata shida hata hawa Sabato. Utakutana na Sabato watoka Jumapili kusali, na Sabato anamuuliza kwa nini wasali Jumapili? Badala ya kumjibu namwambia niondolee jaribu, ndio yamehubiriwa. Jibu swali. Swali ni kwa nini hauji wapi Jumapili? Kwa sababu hukujiandaa, una la kumjibu, unachukulia ni jaribu. Nimekupa hilo andiko la Matendo. Paulo aliyekuwa amejiandaa kwa muda wake mchache wa wokovu, amesoma neno, amelielewa. Anawaambia wale makuhani na wale
ndishi kwamba nimekuja kuambia habari za huyo Mungu mliyeandika kwamba hajulikani. Mimi nimekuja kuwatangazia huyo Mungu msiyemjua kwamba leo ni lazima mumjue. Na akaanza hotuba yake na kuambia toka aliko kuwa Mfarisayo na hata hapo alipofikia na yale ambayo huyo Mungu ambaye wao wamjui amewafanyia mpaka hapo. Biblia inaniambia wakati Paulo anatoa ile hotuba mpaka alipomaliza akafanikiwa kuwapata watu waliomkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Nini kilitokea? Ni kwa sababu alikuwa na maandalizi pia ya kutosha kulielewa neno la Mungu kwa usahihi mkubwa na wa viwango vya juu. Fanya maandalizi, usikurupuke tu. Umetoka kwenye mpira wa Yanga anasema utana jirani yako koka wewe, anasema huyu naye hana akili. Yaani tulikuwa wote ukumbini wa Yanga ni. Mimi sijui naongea na mtu hapa. Yaani wewe tumebishana mpira wa Simba na Yanga. Leo jioni hii eti unaniambia Yesu ana. Kwani wewe Yesu amekutuma ubishane na watu? Okay. Jambo la pili. Ni maisha ya utakatifu. Nimesema mapema, ukisoma waraka wa kwanza wa Petro, sura ile ya kwanza, mstari wa 15 mpaka ule wa 16. Eti mwenyekiti wa jimbo Tiro, si unanielewa? Biblia inasema hivi, na mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Mungu niliyewaita ni nani? Wakati mwingine tunapata mazingira magumu ya kuhubiri na kushuhudia na kuwaleta watu kwa Yesu kwa sababu moja tu. Maisha yetu hayaakisi yale tunayofanya nini? Tunayoyasema. Jamani, injili hiyo huwa ni ngumu. Ndio maana unaona mtu mwingine akiletwa hapa mbele wakati anaanza kuhubiri kwa sababu hajiamini alivyo, anaanza kujipretend, anaanza kujidefend, yani kujilinda madhabahuni, anasema msiniangalie, muangalie yale ninayofanya nini. Kama mimi ni mchungaji, immediately nakwambia shuka, nenda. Paulo anawaambia Wakorintho katika sura ile ya 11 mstari wa kwanza. Biblia ya Kiswahili inasema niangalie, nifuate mimi kama mimi ninavyofanya nini? Ninavyofuata Kristo. Ya Kiingereza inaongea neno zuri sana. Napenda nini? Inasema niige mimi kama mimi ninavyomuiga nani? Nje na kile tunachokisema. Sasa mtu anakujua wewe ni mzinzi. Tena uliwahi kufanya nini? Kumu-approach. Au ukafanikiwa ama akakugomea. Leo unasimama pale unaimba kwa Yesu ni mzuri, mwambie hasa. Anakuona una akili ama anaona wewe ni chengu zimehama kidogo. Ziko likizo. Kwa sababu uzuri wa wapagani wale wa kidijitali wanaelewa mpaka mistari ya Biblia. Hao wapagani mnao. Kwa hiyo wanajua kabisa siku ile unafanya naye uzinzi, hiki ulichokifanya hakiko kwenye Biblia yako, ni kosa. Jana wakati narudi, mtu mmoja, Mswahili mmoja anaambia mwenzake, mama mmoja anamwambia, "Kwa nini wewe unakula chakula?" Anasema, "Mimi ni Mkristo." Siku anasema, "Hakuna kukwepa." Mpaka sasa hivi Wakristo wamefunga na Waislamu ni Kwaresima. Sasa yeye amekariri kila watu wana Kwaresima kwenye Ukristo. Unapata wapi haki ya kula wakati hata Wakristo wamefunga? Unaona mtu anajua hata mambo ya dini nyingi. Naona vijana wamepoa, hata tatizo kauzisha waka nasumbua watu. Yaani mna mganga wenu mmoja, ngoja nihamishe ili muwe na amani. Mna mganga wenu mmoja, alafu unamwambia aje kwa nani? Aje kwa Kristo. Ni kwamba haimake sense. Yaani haiingii akilini.
Kwa tunapata mazingira magumu ya kuhubiri injili kwa sababu hatuko kama tunavyosema. Yaani kile kinachotoka hapa ni tofauti na matendo yetu. Ili tuwalete watu, maisha yetu yana uwezo wa kuvutia watu. Wanawake, Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mko kwenye ndoa mume na mke, sasa siingilii somo la mwalimu, niseme yakakatifu tu. Alafu watu ambao hawajaokoka, hawajajifunza kitu kwenye ndoa yenu, hiyo sio ndoa ya kiroho. Sikiliza, vile unavyoishi inatosha mtu kukufuata kwenye imani yako. Unajua hicho kitu? Hamjawahi kuona mtu anaamua kuleta shauri kwamba anakuja kukuuliza, bwana, mbona mimi naona kama yaani wewe uko vizuri kabisa, nini mwarobaini umekuwa hivi? Alafu mtu anajibu, yaani siri ya mafanikio haya ni Yesu. Mtu anasema kama Yesu ndio siri ya mafanikio hiyo leo, na mimi kuanzia leo nimefanya nini? Hamjawahi kusikia shuhuda za namna hii? Au wengine mmezaliwa juzi? Wapo. Wewe umewahi kuona? Waliniona wakao. Kuna jamani, tuna ushahidi hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema yeye walifanya nini? Sasa nasema hivi, maisha yetu yaakisi yale tunayofanya nini, tunayoyasema. Jamani, injili ni nyepesi. Kama maisha yetu yataakisi tunachokisema. Biblia imesema katika waraka wa kwanza wa Korinto sura ya pili, wa Korinto sura ya 5 mstari wa 16, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamefanya nini na sasa yamekuwa nini? Maisha yako, ule utakatifu wako, upole wako, mtu anatamani, yaani ningekuwa kama yule kijana. Hata ninyi vijana mnaosema mimi sijui nina mkosi gani, kila nikichumbia nikubali, tatizo ni moja tu, wewe uwe mtakatifu sana uone watakavyojigonga kila siku. Hata wao wanahitaji utakaso, mtu ambaye nini ameokoka kweli kweli. Wokovu wako iwe sababu ya watu kukufuata kanisani. Jambo lingine, vitu au zawadi ndogo ndogo, vitu, zawadi au matendo mema. Namna nyingine ya kuwaleta watu kwa Kristo, kuna mifumo, kuna utaalamu ambao unatumika. Wale waliozaliwa juzi wanaelewa haya mambo. Wakati wamishonari wanakuja kuleta nini? Imani ya Ukristo Afrika. Walikuwa waji hivi, wakati mwingine kwa na vizawadi wanaleta za jamani, si mnajua zawadi ya mtu inampa nini? Zawadi wewe inampa nini mtu? Nafasi. Kuna watu waliokoka tu kwa sababu ya nini? Ya zawadi walizopewa. Unaweza usielewe hiki kitu. Ndio maana tunasema watendee majirani zako mema. Wape. Dar es Salaam pale tulipo, mtu apewe chumvi, lakini hebu wewe tangaza hiyo ofa. Mama fulani, chumvi hii itatumia. Kwanza nakushangaa. Mkate huo mama fulani anasema, hawa walokole wameokoka hawa. Yaani kila kimpa zawadi haijalishi ni ndogo kiasi gani, itakuwa inazidisha nafasi yako kwake. Na kadri unavyoendelea hivyo, kuna siku atafanya maamuzi ya kuamua kufanya nini? Kuokoka. Unaweza kuona ni vitu vya kawaida, lakini sio vya kawaida. Yaani mtu ana hata ndugu anaumwa, una uwezo mchukue mpeleke wapi? Hospitalini. Hiyo leo ni injili tosha. Mtu anasema kama ndugu zangu wameamua kuniacha, huyu ambaye si ndugu yangu wala si wa imani yangu,
ndiye amehangaika na mimi. Hakika njia hii ni salama na nikifuata sitajuta. Jamani, matendo yanaongea nayo. Acha kufumba mikono yako. Nyosha mikono, wape watu. Wape watu, wasaidie watu mbalimbali. Wasapoti watu mbalimbali. Hiyo ni injili tosha. Toa zawadi hata kwa watoto yatima, kwa wajane mitaani, kwa vilema, walemavu na kadhalika. Wasaidie hao, ni injili. Wamishonari waliokuja na injili, jambo hili liliwasaidia sana. Na leo mtakubaliana na mimi, watoto wa mama mdogo nao wameliga hii style. Jamani, tuko pamoja? Wakristo ndio walioanza, wenzao wakajifunza kwa nini wao wanafanikiwa, wakagundua approach wanayoitumia ni hii, nao wakaja na hiyo approach. Leo kwenye hospitali yote makubwa, kila alfajiri wanapangana na uji kupelekea nini? Wagonjwa wa hospitali. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unahisi wale wagonjwa wanapopata ule uji, nini wanachoongea mwili? Jamani, unahisi wale wagonjwa wanaongea nini? Kile wanachofanywa na wale watu wanaona ni upendo wa kina ama hawaoni ni upendo? Hivi hakuna walokole wanaamua kuwa Waislamu? Hawapo. Wanafuata nini? Matendo. Kwa tufunguke, tuwasapoti watu. Vitu hata vidogo vidogo ni injili pia. Okay, jambo lingine, kutengeneza mikutano ya injili mara kwa mara, watu kusimama na kumhubiri Yesu na si kuhubiri wake zao. Maana kumekuwa na utaratibu sasa kanisa kama limevamiwa. Hadharani mtu anakuja, mke wangu ni mzuri, hata fulani anajua ni mzuri. Hubiri neno. Waambie watu kwamba Yesu anaokoa. Sikiliza, hayo maneno yako ili yawe na nguvu, ndio nimesema unahitaji maandalizi ya maombi. Bwana akutie nini? Nguvu. Kumbuka aliwakataza akina nani? Mitume wasiende kabla hawajavikwa nini? Yaani kama kuna watu wanakunywa pombe jirani yako tiro pale, unasimama unasema kuanzia leo naomba pombe fanya nini? Iahirishwe, njoni kwenye mkutano. Anasema ondoa ujinga wako. Wewe unatupangia sio sema kwa sababu hamkulisikia neno la Bwana. Kila mmoja mkono ukauke. Alafu wakati huo unafanya nini? Unaingia, unajua kitakachotokea. Sio alisema hawaji. Wanakuja na tiro wale. Usaidie mkono ifanye nini? Nimemwambia Yesu anaokoa. Si mmeona maajabu? Alafu wakati huo unatamka neno, ile mikono tena inafanya nini? Alafu unasema mkitaka usalama, pombe iachwe kuanzia leo na mumkabidhi Yesu maisha. Kuna atakaye kunywa pombe hapa? Kila siku tunapigiwa kelele na watu wa pombe, sisi tunafundisha watu maneno ya Mungu, wao wanapiga kelele. Tunamtafuta mtu aliye na nguvu ya Mungu, matendo ya miujiza, aungane na askofu wetu ili wamsaidie nini? Kazi, anafanya kazi peke yake. Tunasema ina maana sisi hatufanyi kazi. Mnafanya, lakini kuna vitu tumemisi. Tuitafuta hiyo nguvu. Sema amina kubwa. Amen. Amina. Amen. Mkutano wa injili unahitaji nguvu, matendo ya miujiza yatembee kwenye huo mkutano. Yaani haijalishi mtu hataki kuja kwenye eneo la mkutano na ana majini. Anaposikia tu ile sauti, aanze kupiga kelele huko aliko majini, afanye nini? Huko aliko ataletwa tu kwenye mkutano. Jamani, wakati Yesu anatembea, anafanya huduma, watu waliletwa. Haijalishi kulikuwa na sheria kali ya Kiyahudi, lakini watu hawakunyamaza nini kimya. Hebu fikiria, mtu anakuja akiwa na imani kwamba akishika pindo na nini, na vazi, uponyaji utafanya nini? Utapatikana, na damu zinakauka. Unafikiri ni jambo
Biblia inaniambia akina Paulo leso za mitume ziliponya watu. Acha leso, vivuli tu. Jamani, kila mmoja anajua kivuli. Vivuli vya watu, mitume hao viliponya watu na kuwafufua watu. Injili yetu ni ngumu kwa sababu haitembei na matendo ya miujiza. Kwa hivyo mikutano ya nje iambatane na ishara na nini na miujiza. Ikitendeka hadharani, hata hao mnaowaona hapo wanapita na magari yao hapo, ukiwekwa hapo, si barabara hii iko hapo, miujiza ikiwa inapigwa hapo, fire ile ya kweli yenyewe, abiria watamwambia dereva, tunaomba dakika 5 tusikie angalau kidogo. Na utashangaa wakati dereva atakubaliana nao wasikie injili, huwa na uhakika atakachokifanya Bwana ataanza na dereva mwenyewe anayeongoza hiyo gari. Wengine wanasema hatuelewi unachosema. Atakachokifanya Bwana atadili na dereva kwanza, ili wokovu umtembelee yeye, kwa sababu ukimtembelea yeye, hata wale abiria wengine walio na moyo mgumu watasema kama dereva ameokoka, sisi ni akina nani? Iko nguvu isiyokuwa ya kawaida mahali hapa. Kwani ilikuwaje? Akina Paulo walipotoka gerezani na Petro alipoondoka gerezani, mlinzi wa gereza alifanya nini? Mlinzi wa gereza alifanya nini? Tuitafute nguvu. Lakini jambo lingine la namna ya kuwaleta watu kwa Yesu, ni approach ya kumtembelea mtu kwa mtu. Sasa inashauriwa mara nyingi kwamba wakati mwingine unapomtembelea mtu, yani unapoenda kwa mtu ambaye umemtarget, ikiwezekana awe mtu ambaye unamudu ama unayelingana naye hata kiumri. Jamani, mnanielewa ninachosema? Naelewa ninachosema. Inashauriwa wakati mwingine ikiwezekana mtarget mtu ambaye unajua unalingana naye umri au unamzidi nini, au ni mtu wa jinsia yako. Kwa nini? Kijana mdogo kama unapoenda kwa mzee, kwanza mbali na kukusikiliza, anaanza kukuandarate kwa sababu ya umri ulionao. Lakini ukisema na kijana ambaye ni umri unaendana ama unamzidi, ile na concentration, ule umakini utafanya nini? Utaongezeka. Hata kusikiliza. Jamani, hii ni mbinu tu tunasema. Lakini nguvu ya Roho Mtakatifu haina ujana wala nini?